وتوحيد الألوهية معناه معنى yake إفراده بأفعال العباد التي يتقربون بها إليه. وتوحيد الألوهية نتوحيدي kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada maana yake ifraduhu bi af'ali al-ibad kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika vitendo vya waja. Ifraduhu kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala bi af'ali al-ibad katika vitendo vya waja. Sisi wanadamu tuna vitendo vyetu katika taat, swala, zaka, funga, ibada ya haji na ibada nyinginezo, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivi ndio af'alul ibad, hivi ndio vitendo vya waja. Kwa hiyo mtu akimpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika vitendo vyake, hizi ibada akampwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, anazingatiwa amefanya tauhid al-uluhiyya. Akimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika vitendo hivyo, katika ibada zake, dua, ibada ya dua akaelekeza kwa asiye kuwa Allah, na kitendo chake hicho amekifanya kisha amekielekeza kwa asiye kuwa Allah, amefanya shirki katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Kuchinja akachinja kwa asiye kuwa Allah, akatia nadhiri kwa asiye kuwa Allah, yote haya akategemea kwa asiye kuwa Allah, yote haya yanazingatiwa kama amefanya shirki katika uluhiyya. Kwa hiyo tauhidul uluhiyya ifraduhu kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala bi af'ali al-ibad katika vitendo vya waja. Rububiyya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika vitendo vyake. Mwana tofauti. Rububiyya tauhidullah bi af'alihi kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika vitendo vyake, kuumba, kutoa riziki, kwa maana hakuna yoyote anayeshirikiana na Allah subhanahu wa ta'ala katika vitendo vyake, katika kuumba, katika kutoa riziki. Na mtu atakayetakidi hivyo, basi mtu huyo amepotea katika upotevu uliokuwa mkubwa, na hiyo ni kufru, anatoka katika Uislamu. Alafu kuna tauhidul uluhiyya, nayo ni kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala bi af'alihi, katika bi af'ali al-ibadi, katika vitendo vya waja, allati ambavyo yataqarrabuna biha ilayhi, yataqarrabuna biha ilayhi, ambavyo yataqarrabuna wanajikurubisha biha kwa vitendo hivyo, ilayhi kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika vitendo vya waja ambavyo wanajikurubisha na hivyo vitendo kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Idha kana mimma shara'ahu Allah, ikiwa hivyo vitendo ni katika vile alivyovishuruisha Allah subhanahu wa ta'ala. Idha kana, takapokuwa hivyo vitendo, mimma shara'ahu Allah, katika vile alivyovishuruisha Allah subhanahu wa ta'ala, kaduai, kama dua, wal khawf, khofu, wal rajai, kutaraji, wal mahabba, mapenzi yale ya ibada na hofu ya ibada. Kwa hiyo kaduai kama vile dua. Kwa hiyo dua mwanadamu anapoomba ni kitendo chake. Kwa kile kitendo akikipwekesha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ni tauhidul uluhiyya. Kwa nini? Amempwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kitendo chake yeye mja. Tauhidullah bi af'ali al-ibad, kumpwekesha Allah kwa vitendo vya waja ambavyo wanajikurubisha kwa vitendo hivyo kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo dua, hofu, tutakiwi kumogopa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa nakusudiwa ile hofu ya ibada, sio hofu ya kimaumbile, hofu ya kuhofia labda vitu vikali, mnyama mkali na mfano wake, hiyo haingii. Hofu ya ibada hutakiwi kuelekeza, na hofu ya kumwadhimisha mtu hutakiwi kuwa na hofu hiyo isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waraja, hivyo kutaraji, kuwa na matumaini, matarajio ya kutaraji khairi, kutaraji thawabu na ujira, hutakiwi kutaraji isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mahabba, mapenzi, yani mapenzi ya ibada, mapenzi ya kumwadhimisha mtu, mapenzi ya kujidhalilisha wewe kwa yule ambaye unayempenda, kwa kutekeleza yale ambayo anayoyataka kipenzi chako,
ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kujiweka mbali yale ambayo yanamchukiza Allah subhanahu wa ta'ala. Yale mapenzi ya ibada haifai isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhabh, na kuchinja, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika vitendo vya waja. Miongoni mwa hivyo ni adhabh, kuchinja. Mtu akachinja kwa ajili ya Allah, hiyo ni tauhid al-uluhiyya. Lakini akichinja kwa ajili ya jini au kwa ajili ya sheitani au kwa ajili ya zindiko au kwa ajili ya masanamu, mzimwi na mingine ambayo watu wanachinja kwa ajili hiyo, huyu amefanya shirki katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, shirkun fil uluhiyya. Wan nadhri, na kutia nadhiri. Mtu hataki kutia nadhiri isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal isti'ana, kutaka msaada. Wal isti'adha, kutaka kinga. Na hapa isti'ana ambayo inakusudiwa hapa ni kutaka msaada katika yale mambo ambayo hana uwezo nayo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Manake ikiwa mtu atataka msaada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo ambayo hana uwezo nayo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ameingia katika shirki. Mfano, mtu akanataka msaada kwa kiumbe amponye maradhi yake, shifa, anataka ponyo kwa kiumbe. Sio anafanya sababu kutumia dawa na mfano wake kwenda kwa daktari, la, anataka yule kiumbe mfano wake anamwomba msaada amponye yeye katika maradhi yake, au anamwomba msaada ampe riziki yeye, jambo ambalo shifa, ponyo na riziki haya hana uwezo nayo isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kutaka msaada kwa asiyekuwa Allah katika yale mambo ambayo hana uwezo nayo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ni shirki. Lakini kumtaka msaada kiumbe mfano wako, kiumbe mwenzako katika yale ambayo ana uwezo nayo, nipe kadha, ana uwezo, kipo chini ya uwezo wake, hiyo sio shirki. Wal isti'adha, kutaka kinga. Mtakataka kinga kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo inaingia katika shirki. Kwa hiyo inatakiwa ibada hizi watu wapokeshe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal istighatha, kutaka uokovu. Haifai kutaka uokovu isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Istighatha ni pale mtu anapotaka msaada wakati wa shida. Istighatha inatofautiana na isti'ana. Isti'ana ni msaada wakati wote, inaitwa isti'ana. Lakini istighatha ni ule msaada wakati wa shida. Unataka msaada wakati wa shida, wakati una dhiki, inaitwa istighatha, kutaka uokovu. Kwa sababu uokovu unakuwa kipindi cha shida, kipindi cha dhiki. Kwa wale istighatha na kuomba uokovu pia ni ibada ambayo mtu akielekeza kwa asiyekuwa Allah ni shirki. Wassalati, na sala, ibada ya sala. Wassawm, ibada ya funga. Walhajj, ibada ya hija. Walinfaq fi sabilillah, na ibada ya kutoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walinfaq fi sabilillah, na kutoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kulli ma shara'ahu Allah wa amara bihi, na kila jambo ambalo amelishuruisha Allah subhanahu wa ta'ala, kaliamrisha. Kwa yale yote ambayo Allah ameyashuruisha akayamrisha katika sheria hii ya Uislamu, katika vitendo vya waja, ikiwa mtu atavielekeza kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, inakuwa ni shirki. Akivielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, inakuwa ni tauhidul uluhiyya. La yushrikuna ma'a Allahi ghayrahu fihi. La yushrikuna, ahlus sunnah wal jamaa. Sasa la yushrikuna ma'a Allahi, hawamshirikishi pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, ghayrahu, asiyekuwa Allah, fihi, katika ibada. La yushrikuna ma'a Allahi ghayrahu fihi, hawamshirikishi pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala asiyekuwa yeye, hawamshirikishi asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na Allah fihi, katika ibada. La malikan, sio malaika,
wala nabiyan wala nabii wala waliyan wala wali wala ghayrahum, wala wasiokuwa wao. Kwa ahlus sunnah wal jamaa, wao msingi wao wa kwanza ni al-imanu billah, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Kumwamini Allah inaingia kukiri aina tatu za tauhid: tauhidur rububiyya, tauhidul uluhiyya, tauhidul asma'i was sifat. Kwa hiyo wao wana tauhidur rububiyya, wana tauhidul uluhiyya, kwa maana la yushrikuna ma'a Allah ghayrahu fi, hawamshirikishi pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. La malikan, sio malaika, wala nabiyan, wala sio nabii, wala waliyan, wala sio wali, wala ghayrahum, wala wasiokuwa wao. Kinyume na asufia, masufi na baadhi ya makundi waliopotea, kwa wao wana itikadi ya kumtukuza wali kiasi ambacho wanampa sifa ambazo hasifiki nazo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wanamshirikisha asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Masufi hawa, kuna wale ubadul qubur, wenye kuabudia makaburi, al-quburiyuna, wanaenda pale wanagaragara kwenye makaburi ya masharifu wao na mawali wao, wanajitapatapa pale wakiwaomba shifa, ponyo katika maradhi yao, wakiwaomba haja zao. Yote haya inaingia katika shirk fil uluhiyya, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika uluhiyya. Wa tauhidul asma'i was sifat, na tauhidi ya majina na sifa, maana yake ithbatu ma athbatahu Allah li nafsihi, kuthibitisha yale ambayo athbatahu Allah li nafsihi, Allah subhanahu wa ta'ala amejithibitishia nafsi yake. Maana ya tauhidul asma'i wa sifat, ithbatu, thibitisha ma athbatahu Allah li nafsihi, yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amejithibitishia kwenye nafsi yake, au athbatahu lahu rasuluhu, au amethibitishia yeye mtume wake sallallahu alayhi wasallam, min al-asma'i was sifati, katika majina na sifa. Hiyo ndio tauhidul asma'i was sifat, kuthibitisha yale yote ambayo Allah amejithibitishia nafsi yake au amemthibitishia yeye mtume wake sallallahu alayhi wasallam katika majina na sifa. Wa tanzihu Allah, na kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tanzihu Allah, na kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala amma nazzaha anhu nafsahu, kutokamana na yale ambayo amejitakasa nayo nafsi yake. Tanzihu Allah, kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala amma nazzaha anhu nafsahu, kutokamana na yale ambayo amejitakasa nayo nafsi yake. Au nazzahahu anhu rasuluhu, au amemtakasa nayo mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala kunako yale ambayo amejitakasa nayo nafsi yake, au amemtakasa nayo mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Min al-uyubi, katika kasoro, wa naqais, na mapungufu. Kwa zile kasoro zote ambazo Allah amejitakasa nazo, mtume wake akaja kumkanushia Allah subhanahu wa ta'ala, vile vile ni wajibu kwetu sisi kuzitakasa na kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala, na kuziweka mbali kasoro hizo na dhati yake na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio maana ya tauhidul asma'i wa sifat, kuthibitisha yale ambayo amejithibitishia nafsi yake au amethibitishia nayo mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Hiyo jambo la mwanzo. Jambo la pili, kumkanushia yale ambayo amejikanushia yeye mwenyewe au amekanushiwa na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Ndio hiyo kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala na zile kasoro ambazo amejitakasa nazo au ametakasa nazo mtume sallallahu alayhi wasallam. Hiyo ndio maana ya tauhid al-asma'i was sifat. Min ghairi tamthilin, bila kufananisha. Min ghairi tamthilin, bila kumfananisha Allah subhanahu wa ta'ala viumbe wake.
kwa maana wakati tunamthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala hayo majina na hizo sifa min ghairi tamthili, bila kumfananisha na viumbe wake, bila kumfananisha na viumbe wake, wala tashbihin, wala kumfananisha. Maana moja, tamthil wa tashbih maana yake ni moja. Min ghairi tamthilin wala tashbihin, bila kumfananisha Allah subhanahu wa ta'ala wala kumshabihisha. Min ghairi tamthilin wala tashbihin, bila kumfananisha Allah subhanahu wa ta'ala wala kumshabihisha. Maana yake moja. Wakati unathibitisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa ya kusikia, usifananishe sifa hii ya kusikia ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa ya kusikia kwa kiumbe. Allah ni basir, Allah ana sifa ya kuona, usifananishe uoni wake na uoni wa kiumbe. La, Allah subhanahu wa ta'ala na mikono miwili, usifananishe mikono yake na mikono ya kiumbe. Imekuja kwenye hadithi Allah na macho mawili, usifananishe macho yake na macho ya kiumbe, macho ya mwanadamu. La, imekuja katika Qur'an na katika Sunna kwamba Allah na wajhu, Allah na uso, usifananishe uso wake na uso wa kiumbe. Min ghairi tamthilin wala tashbih, bila kumfananisha Allah subhanahu wa ta'ala na kumshabihisha. Wa min ghairi tahrifin, na wala bila kupotosha, bila kupotosha, usipotoshe. Hiyo ndio itikadi ya ahli sunnah wal jamaa. Ahli sunnah wal jamaa wanapothibitisha majina ya Allah subhanahu wa ta'ala kwake yeye, kama vile ambavyo alivyojithibitishia yeye mwenyewe au mtume wake sallallahu alayhi wasallam, basi min ghairi tamthili wala tashbih, hawamfananishi Allah subhanahu wa ta'ala viumbe wake wala hawamshabihishi. Kinyume na baadhi ya makundi ambayo yamepotea, wao wanamfananisha Allah subhanahu wa ta'ala viumbe wake, wanathibitisha kisha wanafananisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana mikono, na mikono yake Allah ni kama mikono ya mwanadamu. Allah na uso, na uso wake ni kama uso wa fulani. Hawa wanaitwa mushabbiha au mumathila, wenye kufananisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala wanafananisha na sifa za viumbe wake. Hawa itikadi yao hii ni itikadi ya kikafiri. Anayemfananisha Allah subhanahu wa ta'ala viumbe wake, huyo ni kafirun, anatoka katika mila ya Uislamu. At-tashbihu kufrun, kumfananisha Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe wake ni ukafiri. Min ghairi tamthilin wala tashbihin wa min ghairi tahrifin, na bila kupotosha. Ahlus sunnah wal jamaa wanapothibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala hawapotoshi. Allah amesema na mkono, ana mikono miwili, bali yadahu mabsutatani, bali mikono yake Allah mikunjufu. Tunathibitisha kwamba Allah ana mikono miwili. Hatufananishi mikono hiyo na mikono ya viumbe wake, jambo la kwanza. Jambo la pili, hatupotoshi. Hatusemi hapa maana yake sio mikono, maana yake ni neema. Aliposema bali yadahu mabsutatani, sio mikono, neema zake au nguvu zake. Hatusemi hivyo. Ukiona mtu anasema hivi bali yadahu kwa maana yake neema, amepotosha huyo, amefanya tahrif, amepotosha maana yake. Maana yake Allah ana mikono, naam, Allah ana mikono, lakini mikono hiyo ina laqiana, inawafikiana, inaendana na utukufu wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah anathibitishwa, tunathibitisha sifa zake, lakini ala ma yaliqu bijalalihi, vile ambavyo inavyolaqiana na kuendana na utukufu wake, bila kumfananisha na viumbe wake. Min ghairi tahrifin, bila kupotosha, wala ta'tilin, wala kukanusha. Hatukanushi sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu wanakanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Jana tumesoma al-Jahmiyya. Tukasema Jahmiyya ni wale ambao wana itikadi ya kupinga majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na madha, na sifa zake. Hao ndio Jahmiyya. Kwa hiyo hawa wana sifa ya ta'til, wanakanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema sami'un, sasa hapana, Allah sio samia. Basirun, Allah ni mwenye kuona, hapana, Allah sio basir.
Allah ni alimun, inna Allah bikulli shay'in alim. Wanasema hapana, Allah sio alim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, Allah ni al-hayy. Wanasema hapana, Allah sio al-hayy. Wao wanakanusha majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake. Ahlus sunnah wal jamaa tunathibitisha wala ta'til, hakuna kukanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, wala ta'wil, wala ta'wil, wala kupindisha. Ta'wil ni kubadilisha, ukayachukua maneno ukayageuza kinyume na uhalisia wake, hiyo ndio ta'wil. Kwa hiyo wala ta'wil, bila kubadilisha. Tunathibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, majina yake na sifa zake, bila kufananisha, bila kupotosha, bila kukanusha, wala ta'wilin, bila kubadilisha. Kuna watu wanabadilisha, kuna watu wanafanya nini? Wanabadilisha. Na ukishabadilisha ndio umepotosha. Ukibadilisha maana yake umefanya nini? Umepotosha. Allah subhanahu wa ta'ala anateremka fi kulli layla, kwenye hadithi imekuja yanzilu rabbuna fi kulli laylatin ila as-samaa'i ad-dunya hina yabqa thuluthul layli al-akhir. Anateremka Mola wetu katika wingi wa dunia kila siku inapobakia theluthi ya usiku ya mwisho. Wanasema yanzilu rabbuna, anateremka Mola wetu. Mtume aliposema hivyo, sio Mola wetu, sio Allah, pale inateremka amri yake. Inateremka nini? Amri yake, amri, sio yeye. Mtume anasema yanzilu rabbuna, anateremka Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe ndo anaiteremka. Kisha yeye ndo anasema man yad'uni fa astajiba lahu, man yastaghfiruni fa aghfira lahu. Yeye ndo anasema hivyo, lakini wao wanasema hapana, inateremka amri yake. Kafanya ta'wili wewe, kabadilisha. Sisi ahlus sunnah wal jamaa itikadi yetu haiko hivyo. Tunathibitisha majina ya Allah na sifa zake bila kufananisha, bila kupotosha, bila kukanusha na bila kubadilisha. Wala ta'wili, kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Laysa kamithlihi shay'un, hakuna mfano wake chochote. Laysa kamithlihi shay'un, hakuna chochote mfano wake. Hakuna chochote mfano wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa as-sami'u, na Allah subhanahu wa ta'ala ni msikivu, tena al-basir, mwenye uoni. Wa kama qala ta'ala, na kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi al-asma'ul husna, na ana Allah subhanahu wa ta'ala majina yaliyo mazuri, fad'uuhu biha, basi muombeni kwa majina hayo. Walillahi, na Allah subhanahu wa ta'ala ana majina mazuri, fad'uuhu biha, muombeni Allah subhanahu wa ta'ala majina hayo. Kwa hiyo hapa kwanza tunajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala lahul asma, walillahi al-asmaul husna, Allah na majina. Lakini majina hayo, majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna mwanadamu anayejitungia kwamba Allah anaitwa kadha. La, majina ya Allah ni tawqifia, lazima yathibiti kwenye Qur'ani au katika Sunna. Mtu akidai kwamba hili jina katika majina ya Allah, aina dalili? Dalili iko wapi? Dalili lazima iwepo kwamba hii au haya ni katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala kwanza ni tawqifia, lazima yathibiti imma katika Qur'ani au katika Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la pili, majina ya Allah yote ni al-husna, ni mazuri. Ukiona mtu anadai kwamba hili ni jina miongoni mwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ukiliangalia jina hilo lina upungufu, halina kamali, halina ukamilifu, basi fahamu sio jina, sio katika majina ya Allah. Kwa sababu majina ya Allah yote ni al-husna, yapo katika ghayatun fil husn, yana uzuri na ukamilifu wa hali ya juu. Walillahi al-asmaul husna. Jambo la tatu, majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ghairu mahsura, majina ya Allah subhanahu wa ta'ala hayadhibitiki. Majina ya Allah hayadhibitiki, hayana idadi maalum. Kwa hiyo yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametajia katika Qur'ani ni miongoni mwa majina yake, lakini majina yake mengi hayadhibitiki. Hakuna anayeweza kudhibiti majina ya Allah, na wala haifai mtu kusema majina ya Allah subhanahu wa ta'ala 99. La,
hayana ukomo majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile ambavyo maneno yake Allah hayana ukomo. Kwa hivyo hivyo majina ya Allah subhanahu wa ta'ala hayana ukomo. Kwa hiyo mtu asijakadhania kwamba yale majina 99 yaliyoandikwa katika magamba yale ya baadhi ya misahafu kwamba ndo majina ndo hayo hayo. La, majina ya Allah subhanahu wa ta'ala hayadhibitiki, yako mengi na wala hayadhibitiki. Walillahi al-asmaul husna, na Allah subhanahu wa ta'ala ana majina yaliyo mazuri. Fad'uuhu biha, muombeni kwa majina hayo, muombeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina hayo. Kwa hiyo mtu akitaka kuomba msamaha muombe Allah kwa jina lake, ya Ghafur ighfirli. Akitaka rahma ya Allah, ya Rahim irhamni, ya Razzaq urzuqni, ya Al-Hadi ihdini. Unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake. Wal imanu bil malaika, hilo jambo la mwanzo. Yote haya ni maelezo katika al imanu billah, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala.